Nimewahi kusikia pastor mmoja, hasa mimi of course wakati ananiambia vile nilikuwa naona kama pastor ananiambia kitu gani, labda hii ni kitu ni dhambi. Wakati niliamua nilisema sasa I need to be single kwanza, ili kwamba niachane kabisa na hizi habari za kujamiana, ili nione kama maisha yangu yanaelekea wapi. Sasa siku hiyo pastor nilikuwa naongea naye vitu fulani hivi vya kiroho. Akaniambia sikiza nikwambie. Kwa mfano mimi nimeweka agano, yani yeye ndo ananiambia. Mimi niliweka agano na Mungu kwamba mpaka muda fulani nataka nikutumikie mpaka muda fulani ndo niweze kuolewa. Yeye alishaolewa huko, ndoa ikavurugika. Akaambia nikaweka agano na Mungu kwa muda fulani. Akaambia lakini wewe Glory, ukiona hivi vitu vinakusumbua, kuwa na mtu mmoja ambaye unajua kabisa kuna wakati akili zako zinakuwa kama hazijakaa sawa hivi. Punguza hii kitu. Sasa mimi nilikuwa naona kama hii mbona kama vile itakuwa ni dhambi. Lakini ukiangalia kiukweli kabisa baba, tuzungumze hapa ukweli. Tuko na vijana. Kuna wakati kwenye maisha unakutana na hiyo hali, yani unakuwa hauendi wala haurudi. Huko pale umestuck. Yani unaona kabisa mambo ni magumu kwako. Unaona mambo ni magumu kwako, akili yako inakuwa kama haifanyi kazi vizuri vile. Ni kwamba dunia imebadilika, imeharibika. Zamani bibi yangu aliniambia aliolewa kwa miaka 15. Bibi yangu mimi aliniambia aliolewa akiwa miaka 10 ngapi? Nafikiri hapo wengine wazee wetu zamani. Yes. Na Waarabu, baadhi wanatoka Kiarabu, wa India na Waarabu nafikiri wame maintain some of somewhere. Wanaanza shule kidogo, naona hata Afrika imeanza kuja sasa hivi kidogo. Sawa? Zamani tulianza shule tukiwa miaka 10 na ngapi? Sawa. Then naona imeanza kuja kwamba wanajitahidi binti akifikia miaka 10 na ngapi hivi 20 aolewe, kijana aoe. Are you getting? Miaka 20 na ngapi 20, sawa, kupunguza hizo vitu, kwa sababu saikolojia mwanadamu ni saikolojia ya socialize, kujamiana. Naomba niongee kujamiana simanishi kuzini, interactions, socialize. Socialize maana ni kwa Kiswahili. Socialize maana ni kujamiana. Of course ni kujamiana yani. Si ndio? Naomba niongee socialize, niongee kujamiana. Mambo ya kijamii. Simanishi sex. Kujamiana ni kusocialize. Ndio Kiswahili sahihi nafikiri. Kwa mwanadamu ameumbwa katika nature kusocialize, kujamiana. So fikiri ni gumu kusocialize. Nikiwa kusocialize utaelewa. Kujamiana yani kuwa sehemu ya jamii. Yes. Kuwa na watu, kuwa na friendship, kuwa na ndugu, kuwa na jamaa. Ndivyo alivyoumbwa. Kwa hiyo bila una mtu na ndugu, jamaa au surrounded friends. Umeelewa? Sasa saikolojia ya mtu kuna spiritual na physical. Spiritual haina uhusiano kabisa na mwili. Roho kilo, yani kwa sababu mwenende katika roho kama hamtatimia za tamaa za nini, roho iko radhi lakini nini dhaifu. Kwa hiyo mwili na roho viendani, roho vifanye kazi pamoja, yani roho iko hivi na mwili uko hivi. Sasa ukichukua maisha ya kiroho ukiyachanganya ya kimwili, roho imekufa, mwili umekufa. Naomba niweke sawa hilo. Tusome. Nini kitakachotutenga na upendo wa Kristo? Soma pale. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Naomba hiyo andiko lisome vizuri. Ni nani atakayekutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki? Yaani kinachoweza kutenga na upendo wa Kristo ni hiki hapa. Kwanza dhiki, au shida, au shida, au adha, au adha, au njaa,
Ukiona una shida bado unampenda Yesu, una adha unampenda siku nyingine, una shida unampenda siku nyingine, anasema au uchi au hatari. Sasa tuende kwenye uchi usipokutenga na upendo wa Kristo unaenda mbinguni. Amen. Yaani uchi usipokutenga au adha au fedha au njaa, usipokutenga na upendo wa Kristo, wewe ni kiumbe nyingine. Simuko hapa vijana. Siku Samueli akiona uchi wa mtu fulani, kama alikuwa anafunga na kuomba anafanya kazi ya Mungu sasa, isipopungua huyu kijana ni hatari sana. Ukiona umeona uchi wa mtu na bado una bidii ile ile, basi wewe uko very well spiritual. Yaani wewe una dhambi. Inaeleweka vizuri. Mungu anasema usizini. It means usione uchi. Kwa sababu anayezini mtaani na mwenye aliyeoa anamkatofautia nini? Kwa tofauti. Are you getting? It means anafanya tendo lile ambalo anafanya kule polini na anafanya nyumbani. Tendo hili sawa. Tofauti ni ambapo Mungu anasema siku uchi unaweza kutenga na kumpenda Mungu, hapo ndio kuna shida. Kwa sababu hakuna mtu mmoja yote anaweza kuona uchi akaendelea kuwa the same pale. Hapo ndio kuna shida. Kama laiti watu wangekuwa naona uchi kama Daudi. Daudi ameona uchi watu wengi sana lakini Mungu anasema anaendelea kumpenda Mungu the same, sio kwa shida. Neleka. Kwa sababu kazi ya uchi unaharibu psychology na unaharibu love of God. Umeelewa? Fanya research. Siku Samuel ukimpenda huyu, sawa, utashangaa ile bidii ya Mungu inapunguaga. Kwa hapo Mungu anakasirika. Lakini laiti Samuel anaupenda na huyu wanapendana, ni wachumba, ndio kwanza wanamtumikia Mungu kwa bidii. Sawa, Mungu anawapigia makofi nyinyi. Naeleka. Kwa mchungaji anakuambia kama inabidi uwe na mtu mmoja, uwe na mtu kwamba kuna wakati akiza peji zinaruka zinakuwa zitastaka. Kwanza ajue mchungaji huyo kwanza na kuharibu. Kuna mahali akasema msizoele vinyo, anakuharibu kabisa na anakuua kiroho na kimwili. Sawa? Kama kuna wakati wewe akili zitakuwa zifanye kazi. Mimi nimemaliza nimekaa toka nazaliwa mpaka nimaliza degree master, sijawahi kuwa na mtoto wa kike and I was able to sustain. Ungeuliza how? Uko form 2. Uko form ngapi? Form 2, form 3, mwaka wa kwanza chuo umeshaharibika. Akiza kwamba you have to ask me how. Wewe niulize mimi nikwambie siri wapi? How come by love. Unachokipenda zaidi ndio kinakuwa sehemu ya maisha yako. Because since I was born, toka nikiwa mdogo, nimekuwa kwa kijana primary, ni sekondari, nilimpenda Mungu than anything. Kwa hiyo mimi wasiona ilikuwa yanipi shida, kwa sababu ndani yako ulikuwa unampenda Mungu. Ndio maana usimpende Mungu kwa moyo wako, akili zako, nguvu zako. Hata wewe akili zako unampenda glory, moyo wako unapenda nani? Mungu utampenda. Kwa hiyo glory chukua msemo maisha yako. Mimi mpaka leo nampenda Mungu than anything. Are you getting it? Kwa hiyo kuwa na ndoa ni sehemu ya wajibu wangu, lakini haimaanishi nachukua sehemu ya Mungu wangu.
Are you getting it? Naeleweka? Niona mwanamume mmoja analia, eti amefuata juza, baba mimi nimechoka. Mke wangu mimi anihudumii, ninakutana naye mara 2 kwa wiki, kwa mara 2 kwa wiki. Sasa tukutana, ameniwekea ratiba kwamba wakutane mara 3 kwa wiki. Akasema baba niangalizie au ana mtu mwingine. Nikamwambia mwanamume mpumbavu kweli kweli. Nikasema umpata mwanamke mwenye akili. Una majukumu. Sawa? Wewe akili zako, yani una muda wa kuomba. Una muda wa kupanga. Wanaume wenye akili anapoje atoka kazini anapanga project zake, anaweka mikakati yake. Anakaa kwenye kompyuta, anaweka mikakati yake vizuri. Umeelewa? Yani mwanamume yeye sex asubuhi, mchana, jioni. Wewe ni pepo. Hata shetani hatupo kama hata ni mahaba. Nakuja kama hii. To be honest. Hata jini mahaba, basi atakuja usiku mara hii. Uwe kuja jini mahaba mchana, jioni, haiwezekani. Yule mwanamume mzee atajini mahaba. Tukata mmoja kwa mwezi. Unaelewa? Kwa hiyo yeye kwamba sasa mpasa kama una mtu na kuharibu. Ndio mnatengenezea wanaume wanakosa nguvu za kiume. Inabidi angekosabe omba Mungu akupe right person. Kwa sababu wewe kuna mtu kumwacha wewe. Na uhakika ulimkataa. Alikuwa anataka kuoe. Ile kwa sababu ya ujinga. Zaidi ya 5. Zaidi ya 5. Zaidi iko wapi sasa? Lakini ilikuwa bidii kipelekea ile ametokea Samueli pale. Ilikuwa umkubalie. Muna mpango. Ukimshaolewa? Madada wengi ambao tumechelewa kuolewa, kuna watu mliwakataaga ambao walikuwa light kabisa. Sana. Uongo kweli? Sana. Sana. Mimi kuna binti alinikataa. Nishaambia ukweli. Kuna binti alifanyaje? Alinikataa kisa mfanyaje? Nimeokoka. Ananiambia wao kwao baba yao ni kwao ni mapadri ya nini? Mimi nampenda. Sawa? Akaniambia kwa kuwa usiweze kukubali kusema ni mlokole mpaka leo hajaolewa. Are you getting? Lakini kumbe mimi nilikuwa serious naye. Ile kwa sababu yeye kwao ni nini? Mimi nimeokoka, yeye hataki kuokoka. Amekaa na dini yake. Are you getting? Kwa kuna watu mnafanyaje? Mliwakataa but they walikuwa serious. Walikuwa umezeni. Hakuna binti duniani ambaye hana muda mkweje wa kumoa, hayupo. Sawa? Ila ni ujinga wa mabinti.